Naam, tukiachana masuala ya uhalifu sasa tuangazie taarifa ya uchaguzi. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imechapisha kwenye gazeti la serikali viwango vya matumizi ya fedha kwenye kampeni, taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Uchapishaji huu unaashiria hatua kubwa katika kutekeleza mfumo wa kikatiba na kisheria unaosimamia ufadhili wa kampeni za uchaguzi. Kulingana na chapisho hilo la serikali, kiwango cha juu zaidi cha matumizi kwenye kampeni za urais kimewekwa kuwa shilingi bilioni 6.1, huku viwango vya viti vingine vya kuchaguliwa vikitofautiana kulingana pamoja na mambo mengine, ukubwa wa kijiografia na idadi ya watu. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ian Keitani, tume hiyo ya uchaguzi pia imesisitiza kujitolea kwake katika kuhakikisha utekelezaji na usimamizi wa adilifu wa madhubuti ya mfumo wa ufadhili wa kampeni. Kanuni hizo za ufadhili wa kampeni wa mwaka 2026 na viwango vya juu vya matumizi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zimesisitiza dhana kwamba uchaguzi wa Kenya ugharimu fedha nyingi mno. Viwango hivyo vinajumuisha kinyang'anyiro cha urais, kaunti, bunge la kitaifa na bunge la kaunti, pamoja na vyama vya kisiasa vitakavyoshiriki katika uchaguzi huo. Wanaowania kiti cha urais wanatarajiwa kutumia mabilioni katika jitihada zao za kuongoza taifa. Kulingana na notisi hiyo ya gazeti la serikali, IEBC imeweka kiwango cha juu cha matumizi kwa kampeni ya urais kuwa shilingi bilioni 6.1, ikiwa na shilingi bilioni 1.7 zaidi ya makadirio ya awali ya bilioni 4.4. Na wewe ukitaka kuwa president katika Kenya hii, mimi ndio naweza kusaidia wewe kuraise hata 1 bilioni kwa dakika moja. Ndio uwe president. Utauliza upresident na pesa ya kusaidiwa. Hii pesa yote ambayo unaona nimeshika hapa ni watu wa Kimini ni wametupatia hapa. Na ni kwa sababu kuna wengine walisema hati hawezi kuwa rais kama hauna pesa. Sisi tunawaambia hata kama hauna pesa na una wananchi, unaweza kuwa rais wa nchi hii. Huku kukiwa na wito wa kubuniwa kwa miungano tofauti ya kisiasa kabla ya uchaguzi, vyama vya kisiasa vinaweza kutumia hadi shilingi bilioni 24. Miongoni mwa kaunti zenye viwango vya juu zaidi ni jiji la Nairobi, ikiwa na kikomo cha shilingi milioni 181, Turkana milioni 142, Marsabit milioni 127, Wajir milioni 120 na Kiambu ikiwekewa kikomo cha milioni 110. Wagombea wanaotarajiwa kutoa kiasi kidogo zaidi cha fedha ikilinganishwa na wenzao ni pamoja na wale wanaowania ugavana, useneta na uwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Lamu, ambapo kikomo imewekwa milioni 28, Tharaka Nithi milioni 32, Elgeyo Marakwet milioni 35, Vihiga milioni 36 na Nyamira ikiwekewa kikomo cha shilingi milioni 88. Eneo bunge lenye kiwango cha chini zaidi cha matumizi ni Wundanyi, ambalo limewekewa kikomo cha milioni 15, huku wanaowania kiti cha North Ho wakitarajiwa kutumia zaidi ya mara 5 ya kiasi hicho, IEBC ikiweka kikomo cha eneo hilo kuwa milioni 100. Kulingana na tume hiyo, viwango hivyo viliwekwa kwa kutumia mbinu tofauti inayozingatia idadi ya watu na eneo la kijiografia, ambapo idadi ya watu imepewa uzito wa 70% na eneo la ardhi 30%. Tume hiyo imesema kuwa hakuna michango binafsi zaidi ya 20% ya jumla ya michango inayoruhusiwa katika kila kundi. Taarifa ya tume hiyo inasema kuwa, na nanukuu, IEBC itahakikisha utekelezaji na usimamizi wa haki na madhubuti wa mfumo wa ufadhili wa kampeni. Mfumo huu sasa umekamilika na upo tayari. Watu wote wanaosimamiwa kisheria wanatakiwa kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha uzingatiaji kamili na wa wakati. Ian Keitani, runinga ya KTN, Nairobi.